Tunaendelea na darsa yetu ya tafsiri ya Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia ndani ya suratul Baqara kwamba shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi pekee ulioteremshwa Qur'ani ambayo huda linnas, ni mwongozo wa watu, wa bayinatin min alhuda, na mwongozo uliokuwa wazi kweli kweli kuliko mwongozo wote ni mwongozo wa Qur'ani. Wazi wake wala hauhitaji tochi, mwanga mweupe. Walfurqan, lakini Qur'ani kazi yake ni alfariqu baina alhaqi walbatil, ni kitabu chenye kumtenganishia mtu kati ya haki ni ipi mtu aweze kuifuata na kuizingatia na kuifanyia, walbatil, na kumwonyesha batil ione, aijue na aiepuke, aache kuifanyia kazi batil. Kwa hivyo kusomeshana kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'an ni ahaku zaidi katika kipindi hiki, kama Nabii Muhammad, qaumun fi baitin min buyutillah, hawakukusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu kama hivi tulivyokusanyika sisi leo hapa msikitini. Lakini kukusanyika kwao watu hao si kwa ajili ya kutazama gemu au mechi au tafrija au sherehe nyingine ya aina yoyote. Watu hao wamekusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu, yatluna kitaballah, wakisoma Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ndio kukusanyika kwao. Wayatadarasunahu fima bainahum, na wakawa wanasomeshana kitabu cha Mungu kama tunavyofanya sisi na misikiti mingine. Utakuta watu wameketi wanadurusishana kitabu cha Mwenyezi Mungu, yani Qur'ani. Faida yake ni nini? Wanafanya ni jambo gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema illa nazalat alaihimus sakina, isipokuwa watu hao watapata faida ya kushushiwa na Mwenyezi Mungu utulivu wa nafsi zao, utulivu wa mambo yao, utulivu wa familia zao, wa maashbah dhalika. Illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma, na Mwenyezi Mungu atawaenezea huruma yake. Nani katika sisi leo asiyehitaji huruma ya Mwenyezi Mungu? Ukiwa mgonjwa unahitaji huruma ya Mwenyezi Mungu. Maiti pia anahitaji huruma ya Mwenyezi Mungu, arehemewe. Ndio maana ndugu zake waliokuwa hai wanamrehemu. Wanyama wanahitaji huruma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maisha yetu yanahitaji huruma ya Mwenyezi Mungu. Wa ghashiyatuhumur rahma, Mwenyezi Mungu huwaenezea huruma yake. Wa hafatuhumul malaika, na malaika wakiwa wale wanaosomeshana na kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu wameketi katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu, malaika nao wanawafinika na mbawa. Kwa hiyo sisi tulipo hatuoni, lakini malaika wametufunika na nini? Na mbawa zao. Na malaika huku wanatufunika, huku wanatutakia maghfira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hata siku moja huwezi ukaenda ukaangalia game, mechi ya Simba na Yanga, sijui mechi gani, ukajua wale wanaoketi uwanjani kwamba watakuwa wamefunikwa na mbawa za malaika. La hasha. Sana sana mule matusi, kashfa. Ukitoka unaenda kuangalia mpira una sauti yako, ukishafika kule ukirudi huna sauti, makelele, mayowe. Inna ankara al-aswat la sautul hamir, unapiga makelele tu kama punda.
Lakini kama kuna majalis alkhair, vikao vya kheri ni hivi. Lakini kubwa zaidi Mwenyezi Mungu anasema, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, wa dhakarahumullahu ta'ala fi man inda. Mwenyezi Mungu anawarekodi wale watu ambaye wanaketi kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu na wakasomeshana. Mwenyezi Mungu anawaweka kuwa ni sehemu ya watu wake maalumu. Sasa nani asiyependa kuwa mtu wa Mungu hapo? Leo ukiwa mtu wa mbunge tu unatamba mji mzima, ukiwa mtu wa kiongozi fulani watu hawanywi maji. Unajua mimi usinichezee, mimi usinione vivi, mimi si mchezo mimi. Kisa uko karibu na diwani tu bwana. Au uko karibu na mwenyekiti wa mtaa, nitakupoteza, usinifanye mchezo, mimi nitakupoteza mimi. Lakini je, waonaje ukiwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nani atakuchezea katika dunia hii? Hamna kukugusa, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema inna awliya Allah, wao utakuwa ni miongoni mwa watu wa karibu wa Mwenyezi Mungu. Inna awliya Allah, hakika vipenzi vya Mwenyezi Mungu, la khawfun alaihim wala hum yahzanun, wao hawana hofu na wala wasihuzunike. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale ambao wenye kusimama na msimamo huu kwamba Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, tatanazzalu alaihimul malaika, Mwenyezi Mungu anawashushia malaika. Almuhimu ukiri kwamba Mola wako ni Mungu, lakini uwe na msimamo kwa huko kukiri kwako, alafu ufanye yale ya Mungu, uheshimu maneno ya Mungu, kitabu cha Mwenyezi Mungu, kitende haki. Mwenyezi Mungu asema tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu, watu hao wa Mungu wasiwe na hofu na wala wasihuzunike. Unahuzunika vipi wewe mtu wa Mungu? Mtu wa Mungu hapaswi kuhuzunika habibi. Mtu wa Mungu ni mtu mkubwa shekhi. Mtu wa Mungu achezewi. Mtu wa Mungu akisema jambo ana uhakika, ana yakini. Watu wa Mungu kina manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anbiyaullah, mitume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Lakini wa atbaihim, na wafuasi wao ndio sisi, kama vile umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa tumwangalie mtu wa Mungu Nabii Ibrahim. Tunaendelea katika aya inayosema qala atuhajuni, wa fi qira'atin ukhra tumelala vizuri, fillahi wa qad hadani illa an yashaa rabbi shay'a wasi'a rabbi kulla shay'in ilma afala tatadhakkarun. Nasema hivyo aya ngapi hiyo? Imamu unasemaje? Aya 80, aya 80 min suratil An'am, katika suratul An'am zungumzia habari ya tauhidi bahta, kumpwekesha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Nabii Ibrahim anaitwa Abul Iman, baba wa nini? Ule ubaba wa imani unatokana na hapa. Wahajjahu qaumuhu, wakajadiliana na Ibrahimu watu wake Ibrahimu, kujadiliana fi dinihi, katika dini aliyokuwa nayo Nabii Ibrahim.
wakamuhadidi, wakamtisha bil asnami, kwa masanamu, antusibahu bisu, kwamba kama endapo ataacha kuyaabudia basi atapata ubaya, itamfika adhabu. Itamfika nini? Adhabu. Qal, akawajibu Nabii Ibrahimu kuwajibu watu wake, atuhajuni au atuhajuni, bitashdidi nuni, atuhajuni wa takhfifiha, watuhajuni, kwamba hivi ndugu zangu mnajadiliana na mimi. Qala, akasema Nabii Ibrahim, atuhajuni au atuhajuni bihadfi ihda nunaini, kwa kuondoshwa moja ya nuni mbili ikaachwa nuni moja, na nuni iliondoshwa wahia nunu rafi, ni nuni ya rafi, inda nuhati iliondoshwa. Na kwa wale qura'u tajwidi iliondoshwa ni nunul wikaya, nuni ya nini? Ya wikaya. Kwa maana tafsiri yake ilikuwa atuhajunani, ile nuni ya rafi ya jamul mudhakkari salim, bimaana atujadilunani. Kwa hiyo ihda nunaini, moja kati ya nuni mbili imeondoshwa, ni wakad hadani, na kwa hakika Mwenyezi Mungu ameniongoza. Sawa. Wala akhafu ma tushrikuna bi, wala mimi Ibrahim siogopi kile ambacho nyinyi mnamshirikisha Mwenyezi Mungu kwacho, min al-asnam, katika masanamu, antusi bani bisui, kupatwa mimi ubaya, liadami kudratiha ala shay, kwa kule kukosekana lile sanamu kutokuwa na uwezo wa chochote kufanya chochote, mimi nikaacha kuabudu. Illa, lakini ayashaa rabbi shay'a, atake Mwenyezi Mungu wangu, Mola wangu mimi, shay'an, kitu ndio kinaweza kikanidhuru, sio nyinyi mtaki. Bimaana min almakruh yusibuni fayakun, hilo jambo baya laweza likanipata na likawa, lakini illa, isipokuwa ubaya huo ambao mnanitishia, ayashaa rabbi, ni kwa kutaka Mola wangu, shay'an, kitu, akisema kun fayakun, kuwa na kinafanya nini? Kinakuwa. Mola wangu wasi'a rabbi kulla shay'in ilma, amekienezea Mola wangu mimi kila kitu, ilman, ujuzi wake, ay wasi'a ilmuhu kulla shay'in, ujuzi wa Mungu umeenea kitu, kila kitu. Qaddara, imeeleka vizuri eh? Afala tatadhakkarun, hivi nyinyi hamkumbuki hilo mkamwamini Mwenyezi Mungu, la kwamba Mwenyezi Mungu ilmu yake wasi'a rabbi kulla shay'in ilma. Sawa jamani eh?
Tayib, wa kaifa akhafu, na ni vipi basi niogope, ma kile ambacho ashraktum, ay ashraktum billah, kitu ambacho nyinyi mnamshirikisha Mwenyezi Mungu, kitu ambacho la tadhuru wala tanfa, hakidhuru wala hakina nini, yani hakiwezi kikakudhuru, na hata ukitaka kikunufaishe pia hakina uwezo wa kukunufaisha. Basi halidhuru wala halinufaishi. Wala takhafuna annakum ashraktum billah, wala nyinyi hamna hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Annakum, kwamba nyinyi ashraktum billah, mmemshirikisha Mwenyezi Mungu fil ibada, katika nini? Kwa nini amwogope ambaye anatakiwa aabudiwe Mungu, lakini nyinyi hamwabudu Mungu? Naabudu yale masanamu yenu mliokuwa mnayachonga, mnayajaza kwenye hekalu, ndio mnaweza. Sawa? Mungu subhanahu wa ta'ala, wala takhafun, wala nyinyi hamwogopi, annakum, kwamba nyinyi billah, mmemshirikisha Mwenyezi Mungu fil ibada, kitu ambacho ya mausula hiyo, maana kitu ambacho lam yunazzil bihi, Mwenyezi Mungu hajashusha kwa kitu hicho, kitu ambacho lam yunazzil bihi, Mungu hakushusha kabisa kwacho, kwa maana hakushusha biibadati, hicho kitu kiabudiwe, hakushusha kwacho. Alaikum, kukushushieni nyinyi juu yenu, sultana, hoja, dalili, bimaana hujjatan wa burhanan, hoja. Huwa alqadiru ala kulli shay'in, na Mwenyezi Mungu yeye ni muweza juu ya kila jambo. Basi fa ayul fariqaini ahqqu bil amn, ni lipi kati ya makundi mawili? Fa ayul fariqaini, basi ni lipi kati ya haya makundi mawili? Tumeelewana vizuri? Yani kati yangu mimi na kati yenu nyinyi. Fa ayul fariqaini, basi ni lipi kundi moja kati ya haya mawili? Ahaqu bil amni, lipo katika haki zaidi na salama zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mimi na nyinyi. In kuntum ta'lamun, ikiwa basi nyinyi mnajua. Haya, niambieni, manil ahaqu bihi, nani mwenye haki zaidi? Wa huwa nahnu. Tumeelewana vizuri eh? Alladhina amanu, wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, walam yalbisu imanahum bidhulmin, hao watu wakawa hawakuchanganya, lam yukhlitu. Alladhina amanu, wale waliomwamini Mwenyezi Mungu, walam yalbisu, walam yukhlitu, hawakuchanganya imani zao, imanahum, imani zao, bidhulmin, kwa dhulma, kwa shirki, kama ilivyokuja na kufasiriwa na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aliposema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi. Kwa hiyo fi dhulmi hahuna kaulani, katika kusema bidhulmi hapa kuna kauli ngapi?
kauli mbili. Ahaduhuma, kauli ya kwanza, dhulma inayokusudiwa annahu shirk. Ni nini? Ni shirki. Qala Ibn Mas'ud, ilo amelisema Ibn Mas'udi wa Ubay ibn Ka'b na Ubay ibn Ka'b. Rawa Ibn Mas'ud amepokea Ibn Mas'udi, qala, amesema lamma nazalat hadhihi al-aya, iliposhuka aya hii inayosema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi, iliposhuka shuka ala almuslimin, hilo lilikuwa zito sana kwa Waislamu. Kwa hiyo kumbe dhulma inaweza ikaingia katika sehemu ya shirki. Ma minna min ahadin, faqalu, wakasema Waislamu baada ya aya hiyo kushuka, ma minna min ahadin illa wa huwa yudhlimu nafsahu, hakuna yeyote katika sisi hapa isipokuwa kaidhulumu nini? Kaidhulumu nafsi yake. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, akalijibu hilo Nabii Muhammad, kuona watu wake wamechanganyikiwa kwa kauli hiyo, Mtume akasema laisa kama tadhunnun, sio kama mnavyodhania nyinyi kwamba kila dhulma ni shirki. Dhulma si kitu kibaya. Mwenyezi Mungu katika hadithul Qudsi anasema, ya ibadi, eni ninyi waja wangu, inni haramtu dhulma, hakika mimi nimeharamisha nini? Dhulma. Wa haramtu ala nafsi, na nimeiharamishia pia nini? Nafsi yangu, dhulma. Waja'altuhu muharrama, na dhulma nikaifanya kwa nini? Fala tadhalamu, basi na nyinyi msifanye nini? Msidhulumiane. Sasa inakuwaje? Waislamu wakaanza kudiscuss na kujadili kauli hii ya Mungu, alladhina amanu, wale waliomwamini Mwenyezi Mungu, walam yalbisu imanahum, lakini imani yao wakawa hawakuichanganya bidhulmi na nini? Maisha hapa yatakuwaje? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, baada ya maneno yao Waislamu kusema ma minna min ahadin illa wa huwa yudhlimu nafsahu, hakuna yoyote katika sisi isipokuwa kaidhulumu nafsi yake. Tujiulize, sisi hakuna mtu aliyedhulumu nafsi yake hapa? Kwa hiyo umechanganya imani yako na dhulma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Nabii Muhammad, laisa kama tadhunnun, si kwa tafsiri hiyo nayodhania nyinyi, wa innama huwa kama qala Luqmanu libnihi, hakika mambo yalivyo tafsiri yake ni kama ile aliyosema Luqmani kumwambia nani? Kijana wake, ya bunayya, kijana wangu mpendwa, la tushriki billah, usimshirikishe nani? Ndio hiyo sio dhulma mtu kuidhulumu nafsi, ni dhulma ya wewe nafsi yako kumshirikisha nani? Ya bunai, ewe kijana wangu mpendwa, la tushriki billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, inna shirka la dhulmun adhim, hakika dhulma hakika shirki ni dhulma kubwa, ni katika dhulma zilizokuwa nini? Hizi dhulma zingine ndogo ndogo. Hiyo kauli ya kwanza. Kauli ya pili anasema annahu sairu anwa'i dhulmi, kwamba mambo yalivyo ni baki ya namna zingine za dhulma, zinaingia pia kwenye shirki akwali. Lakini chukua kauli aliyosema Nabii Muhammad kwa hoja ya Luqmani kumwambia nani? Mwanake. Huku dhahaba almufassiruna almudakkikuna, wamesafiri wafasiri nao wametoa mitazamo yao, wa fawqa dhi kulli ilmin alim.
Anasema man qala bihadha ikhtalafu fi umumiha wa khususiha ala qawlaini, mwenye kudai hilo, mwenye kusema hilo, watakuwa wamehtilafiana katika kuenea kwake neno dhulma na ngapi ama katika dhulma zote khasa. Kauli ya pili ni kauli khas. Dhulma inayokusudiwa ni ile ya kumshirikisha nani? Kila ama inaingia ama, hapana, ni khas. Wataba au waktulifa, na kumetofautianwa pia, mankala, kwa yule anayesema bitakhsisiha, kwamba hii ni dhulma khasa, sio ama, inahusika na jambo au na mtu, fi man nazalat ala, katika umma, si kwa ummati Muhammad. Kwa hiyo inahusika nani? Nabii Ibrahimu tu. Sijui tunaelewana ndugu zangu Waislamu? Haihusiki lihadhihi lumma minha shay'un, na umma huu kutokana na mambo hayo chochote. Qalahu Ali karrama Allahu wajha, na kauli hiyo ameisema al-Imamu Ali karrama Allahu wajha wa radiyallahu anhu. Tumeelewana vizuri? Wathani, kauli ya pili, anasema annaha fi man hajara ila al-Madina. Kauli hii na walenga wale waliohamia Madina, muhajirina, iwahusu wengine, sawa. Kwa hivyo kauli ya kwanza, anna hadhihi laysa li hadhihi al-umma minha shay'un, mshuko kwa Ibrahimu tu, si kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayusiki na chochote. Sasa ndio ukirudi kule, shar'u man qablana shar'u lana, sheria za wale waliotangulia, umma uliotangulia, za manabii waliotangulia, bado zinabakia kuwa ni sheria zetu. Umeeleka? Ma lam yarid binasikh, ndio kwamba hakijaja kitu maalumu cha kufuta sheria zilizotangulia. Umeeleka vizuri? Sasa ndo tunarudi katika kauli ya Mtume Muhammad kwamba hii ilikuwa inahusika na Ibrahimu, kwa sababu imekuja hadithi inayosema sio dhulma hiyo, laisa kama tadhunnuna wa innama huwa kama qala Luqmanu libnihi, kama alivyomwambia Luqmani kijana wake, ya bunayya la tushrik billah. Dhulma inayokusudiwa ni shirki, inna shirka, jawabu liko hapo. Kwa hiyo hapa kimekuja kitu cha kufuta yale maneno, shar'u man qablana shar'u lana, sheria ya wale umma mitume waliotangulia ndiyo sheria zetu. Maalam yaridde, muda wa kwamba hakijapokelewa binasikhin, chenye kufutwa zile sheria zao. Kama zikufutwa tunazifuata, na kama ipo kipengele ambacho kimefuta sheria zao, basi hatuzifuati, kwa sababu zimekuja shari'atul muhammadiyya, sheria za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuko pamoja ndugu zanguni? Kwa hiyo alladhina amanu, wale ambao waliomwamini Mwenyezi Mungu,
walam yalbisu ay walam yukhlitu, na hawakuchanganya imanahum, imani zao, bidhulm, kuwa umejaminisha na nini? Umejaminisha bila adhabu. Adhabu za nini? Kwa sababu walam yalbisu imanahum dhulmin. Meleka vizuri wa hum muhtadun, na watu hao watakuwa ni wenye kuongoka. Watilka hujjatuna, na hizo la wahdaniyati llah, kwa kule kumpekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atainaha, kumpa Ibrahima, kumpa Nabii Ibrahim alipokuwa anasululiwa na watu wake kwamba aabudu miungu yao, aache kuabudu Mungu mmoja. Atainaha, tumempa hoja hizo Ibrahim ala kaumihi, dhidi ya jamaa zake. Idhan narfau darajati man nasha, kwa mantiki hiyo basi sisi tunampandisha daraja zaidi man nasha, yule tunayemtaka sisi. Sawa? Inna rabbaka, hakika ya Mola wako, hakimun, ni mwenye kupangilia kila jambo mahala pake, fi sun'ihi, katika kutengeneza kwake au katika kuumba kwake. Tena alimun, Mwenyezi Mungu bikhalqihi, kwa viumbe wake anawajua A to Z. Kuna kinacho fichikana kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sisi viumbe aliyotuumba kwa uwezo wake na mamlaka yake na ufalme wake, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.